kila kitu kuhusiana na kifo cha mama yangu. Ni vipi kama na wewe unahusika? Ukitaka Luis awe hai, utaingia chumbani kwako, utajiandaa na kwenda kanisani kufunga ndoa. Na tunaivunja, tunaisambaratisha. Ni siku yako ya furaha. Niweze kuvunjisha taarifa yote. Jumba kubwa lakini ulitendei haki mzee. Na mimi nimepata fimbo ya kukuchapia. Jessica. Mwanangu, samahani, jana usiku ulinipigia simu. Kwa kweli nimelala na wasiwasi sana, ndio maana nimepita ili nijue nini tatizo. Sijali baba, mimi nipo sawa. Rose, mimi nakujua vizuri. Niambie ni kitu gani kimetokea wewe na Mudi. Yaani hapa nikwambie siondoki Rose mpaka nijue nini tatizo. Sawa baba. Iko hivi. Jana Mudi alinipigia. Nadhani yeye hakujua kama amenipigia mimi. Bahati mbaya. Kana namsikia wanaongea. Alikuwa anaongea na mwenzie. Kuwasikia vizuri, yani ni kama watu wawili walikuwa wanajibishana. Na walikuwa wanaongea vitu kuhusu pale pale ninapokaa. Hapa kwa mzee Richard. Niliogopa baba. Baba Mudi ni muhuni na hawezi kubadilika. Hawezi. Eti? Naomba tupishe kidogo tuongee. Sweetheart. Dad, naomba utoke chumbani kwangu. Sweetheart. Hebu tulia basi kidogo tuongee. Mwachie Luis aondoke. Sweetheart, najiona mkosaji sana kukuumiza mwanangu. Naomba unisamehe sana. Na kuahidi kuanzia leo sitokuingilia tena kwenye mahusiano yako wewe na Luis. And na kuomba siri yetu ibaki pale pale. Vile vile mama yako asijue. Good. Afande, tumefika muda mrefu sana hapa. Tunataka kumwekea ndugu yetu dhamana. Na kwa nini hamtupi ushirikiano jamani? Muda mrefu tuko hapa. Baba, kwani mwanangu hana haki ya kupata dhamana? Maagizo ya mkuu wa kituo. Swala la ndugu yenu linafanywa kazi. Mnaweza mkaenda, mtapewa taarifa. Tulia kwanza.
Umemwambia Jessica kuwa hutoingilia mahusiano yake na Luis. Ulikuwa unamaanisha nini? Ulikuwa unatusikia? Richard, tupo kwenye makubaliano na Kiwelu. Unamjua vizuri. Hii ndoa lazima ifungwe. Sijasahau kitu Makena. Kwa sasa mahusiano yetu na mtoto wetu ni ya muhimu sana kuliko hata hiyo ndoa. Ni lazima tujiweke kwanza sawa na mtoto. Unavyomdekeza huyo mtu mzima, unazidi kumharibu kila siku. Anajiona kama mtoto mdogo. Makena, please. Haya. Na hiyo siri ambayo mimi sipaswi kuijua ni ipi? Nimesikia kila kitu, Richard. Kiwelu unapiga. Karibu. Asante. Habari? Salama, karibu. Nimekuta Jess. Nadhani kuchunga. Jessica, tunaweza kuongea tafadhali? Unataka mimi na wewe tuongee nini? Mimi na wewe tushamalizana. Sio wapenzi tena. Sikiliza. Kama ni ndoa yenu hii ya biashara, sijui ya siasa, imeshakufa. Mimi na wewe sio wapenzi tena. Na hitokaa ikatokea nikaolewa mimi na mwanaume ambaye ana trend mitandaoni, yuko uchi kitandani na kahaba. Jessica, na ndio maana nimetaka tuzungumze. Ile video ni ya zamani, ni muda mrefu mpenzi wangu. Kipindi kile ulikuwa unasaliti naye, ndio eh? Do you think kwamba mimi ni mtoto sana eh? Unaniona kama sina akili hivi? Kojak, nisikilize. Sitaki kukuona wala sitaki kusikia hata sauti yako. Naomba utoke. Jessica, hebu tusifikie huko basi. Tuzungumze tuweke mambo sawa. Unajua hii ndoa kama tutafanikiwa kuipitisha, mimi na tukaoana, hata ili litapita tu, watu watasahau haraka sana. Tukionekana tuko sawa, wanasahau. Please. Hebu don't touch me. Usisubutu. Katika vitu utafanya ukosee ni kunigusa. Usiniguse. Kwa nini mimi ni mpumbavu, mjinga sana nikafunge ndoa na wewe kwa kufichewa ya aibu yako? And you say ni za zamani. Kama ni za zamani, why zimeachwa saa hizi? Leo siku ya ndoa, why? Kojak, hujawahi kunijua vizuri na kurahisishia. Toka kwenye uso wangu haraka sana. Sana. Jessica unayemwona sio Jessica ule mzoea. Koja, kwenye maisha yako ulishai kunipenda mimi wewe? Yes, mbona hilo liko wazi? Sio kama niliwahi kukupenda. Nilikupenda, ninakupenda na nitakupenda siku zote za maisha yangu. I swear. I swear. Jessica wangu. Jessica wangu. No.
I say out. Jesse. Jesse. Toka. Usichoelewa nini? Usichoelewa nini? Out. Wewe Jessica, unafanya nini? Either mchague kati yangu mimi au huyu, nani mtoto wenu? Naombeni mnitolee mtu wenu ndani sasa hivi. Sitaki kumuona. It's okay auntie. Nitaondoka. Natumaini mtalimaliza hili. Hii ndoa ni lazima ifungwe. Hivi wamejikuta kina nani hawa? Wao wenyewe wameharibu kila kitu, alafu wanakuja kunitisha nyumbani kwangu. Tajiri. Tajiri. Na habari mpya. Andaa vijana wako. Nipange tajiri yangu. Hivi ninavyokuambia, Simon ameelekea kituo cha polisi kwenda kumwekea dhamana bail. What? Hilo ni bonge la udaku tajiri yangu. Ndio hivyo. Naomba kazi yako uifanye vizuri. Poa, hamna noma. Mwanangu, Simon mbona ni mtu mzuri sana kwa Belinda. Uone kama unamuonea. Mama, mimi na Beli maisha yetu hatuhitaji mwanaume yoyote katikati yetu. Yes, Awena, nakusikiliza. Richard, tunapaswa kuonana, tuna mengi ya kuongea. Nipo kwa Beli hapa. Sasa kwa leo itakuwa ni ngumu kidogo. Hatuwezi kuongea kwenye simu. Beli amekamatwa, yuko polisi. What? Wamegoma tusimwekee dhamana. Inawezekana Simon anataka kumtoa mwenyewe. Okay, najua cha kufanya. Sawa? Richard, naomba tumsaidie Simon. Awena, mbona sikuelewi? Beli na rafiki yake wanamchukia sana. Wametuma mapaparazi waende wakampige picha polisi. Mama, mbona kama una wasiwasi? Uko sawa? Niko sawa mwanangu, mazoea tu. Okay. Sasa mimi nitaka nikwambie tu kwamba relax. Na kuomba mama usitoke. Mimi natoka mara moja. Sawa. Jisikie upo huru kabisa. Makena, unahitaji chochote? Haya Mr. Kiwel, tunakusikiliza. Karibuni.
Asante. Nimewaita hapa kwa mada mbili. Ya kwanza ni kuhusu ndoa ya Jessica na Kojak. Pili, uvamizi uliotokea nyumbani kwa Richard. Tunaanza na hoja ya uvamizi. Moses. Naam. Mashaka na hisia za Mheshimiwa Richard na mkewe Makena ni kwamba kijana wako Liam anahusika na matukio haya. Sina uhakika, kwa hiyo siwezi kusema ndio au hapana, lakini ombi langu liko pale pale. Sote tunajua kilichotokea, kwa hiyo hatuko hapa kwa kuonyeshana vidole. Ninachokitaka kutoka kwenu ni kijana wangu kutokulipia makosa ya mama yake. Usalama wa nyumbani kwetu unakuwa hatarini kila siku. Vipi kama haya mambo yatafika kwenye mamlaka? Nitamdhibiti Liam, na waombeni mnipe muda tafadhali. Bishop Moses. Naam. Mambo yakiwa mabaya, wewe ndio utakayeumia zaidi. Hilo nalijua, ndio maana nasema nitamdhibiti. Mheshimiwa Richard, una lolote la kusema? Tuende kwenye mada ya pili. Luis, uko sawa? Hawajakuumiza? Luis, naomba unisamehe sana mpenzi wangu. Usijali. Basi tuende ukaoge, maana niko na wewe hapa sikuachi. Taratibu. Vipi harusi yenu na Kojak? Imeshapita. Luis, sawa kuhusu hilo. Niwakwambia mimi leo niko hapa na mimi ni wa kwako. Siwezi kuwa mtu mwingine. Sio, unanielewa? Mpenzi wangu. Umemaliza kubembeleza ndoa yako? Naima, unajua kama siko sawa. Kojak, una wanawake wangapi? Una mahusiano na watu wangapi? Naima, ile video sio ya muda mrefu. I swear, muda mrefu sana, kabla hata sijakutana na wewe. Nakupenda Naima, nakupenda sana. Leo asubuhi baba aliniuliza swali kama ninakupenda. Uwezi amini, lile swali ndo limefungua akili yangu na kujua jinsi gani nakupenda. Nakupenda sana.
Mi sina bahati na mahusiano na haijawahi kuwa. Kila napojaribu kumpenda mtu anaishia kuniumiza tu. So before tujafika huko kote, please, I don't want this. I don't. Hata nikikwambia kwamba simwitei tena Jessica, hata nikiamua kuweka wazi kwamba nakupenda na niko tayari kukuoa, bado utanikataa Naima? Come on. Hey baby, please. I love you. And I need you. Please. 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 Swala la ndoa lina mambo mengi. Hata kama watalazimika kuwa pamoja, lazima kati yao tuwajengee urafiki ambao utawafanya waweze kuvumiliana, ili kusitokee madhara yoyote baadaye. Kwa sasa hivi Jessica yuko sawa. Hili jambo limemuumiza sana. Hata huo urafiki kati yao utakuwa umekufa. Kwa vyovyote vile itakavyokuwa, wawe ni marafiki au wasiwe marafiki, ndoa ya Jessica na Kojak lazima ifungwe. Mimi nakubaliana na Kiweli, lakini nadhani tuwape muda kwanza. Waanze upya na sisi tuanze upya. Hii skendo itapotea tu. Makena, wiki 2 zinatosha kuandaa kila kitu, na baada ya hapo ndoa itafungwa. Yaani katika watu ambao siwaamini sana kwenye maisha yangu saa hizi ni wazazi wangu. Unafikiria nini? Luis, mi nina hela na Imani nawe pia una hela. Ninawaza kama twende mkoani tutoke Dar es Salaam, au kama ikibidi kabisa tuhame twende nje ya nchi tukajifiche kwanza sehemu. Ni hatari sana. Huwajui wazazi wako vizuri, hasa baba yako. Unamaanisha nini Lucy? Ina maana kuna kitu ambacho unakijua mimi sikifahamu? Makena alimuua mama yangu. Kuna wakati nilisota, mengi nikakosa, nikakata tamaa, siwezi kusonga. Nilipita kwenye shida, kusalitiwa na nilowapenda, nikapiga moyo konde, nikasema ni wewe, 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 ni wewe utanishindia.